Nikukaribishe tena mtazamaji wa Manyuzi TV kuendelea kupata dondoo mbalimbali zikiwemo za kiburudani kutoka hapa. Mwanamuziki wa nyimbo za Injili Upendo Nkone, baada ya kuwa amefanya kazi hiyo kwa muda mrefu ya uimbaji pasipo na kumiliki gari, amethibitisha yeye mwenyewe kwamba hajawahi kumiliki gari yake yeye mwenyewe, taarifa ambayo iliweza kuwagusa mashabiki zake na kuanza kumchangia kuweza kumnunulia gari. Zoezi hilo ambalo lilisimamiwa na waimbaji wenzake wa nyimbo za Injili akiwemo Resti Bula pamoja na Lilian Mwasha. Na baada ya kukamilisha kwa uchangiaji huo wa fedha za kuweza kumnunulia gari mwimbaji wa nyimbo za Injili Upendo Nkone, wasimamiaji hao walitangaza kuwa Alhamisi hii, yani Aprili 23, 2026 itakuwa ni siku rasmi ya ukabidhi wa gari hilo kwa mwimbaji Upendo Nkone katika ukumbi wa kimataifa wa Mlimani City jijini Dar es Salaam, ambapo uliweza kuhudhuriwa na wapenzi pamoja na watu ambao wanafuatilia muziki wa Upendo Nkone. Waliweza kufurika katika ukumbi huo kushuhudia zoezi zima la ukabidhi wa gari kwa mwimbaji wa Injili Upendo Nkone, na wasaa ukawadia wa kukabidhiwa zawadi yake hiyo. Hali ilikuwa hivi: akionekana akiwa mwenye furaha iliyopitiliza mpaka ikatokea ameanza kumwaga machozi. Gari yake hiyo mpya aina ya Harrier, kwa mujibu wa waratibu wa zoezi zima hilo la ununuzi, wanasema ni Harrier ya mwaka 2018 ambayo imegharimu takriban milioni 40 na zaidi. Akiongea katika kutoa shukurani zake kwa zawadi hiyo kutoka kwa mashabiki zake, mwimbaji wa nyimbo za Injili Upendo Nkone amesema hivi: nikaona nipumzike kidogo, lakini sikujua kama mnaniwazia mawazo mazuri. Sikujua kitu gani kinaendelea. Ndio nikapigiwa simu nikajulishwa kwamba watu wanakutafuta huku, wana kitu chema. Zawadi ya gari hii mlioitoa sio tu msaada kimwili, bali ni ukumbusho wa wema wa Mungu, na inanitia moyo kukaa zaidi madhabahuni pa Mungu na kuifanya kazi yake kwa bidii zaidi. Kipekee kabisa ninashukuru sana dada yangu Resti Bula kwa kuitika na kulibeba wazo alilolisikia ndani yake. Mungu asikupungukie hata kidogo dada yangu katika uhitaji wako. Nashukuru sana dada Lilian Mwasha kwa kushirikiana pamoja na kamati yote ambao mmefanya kazi hii, na dada Resti akiwa kiongozi amewatangulia mbele yenu kuhamasisha watu waweze kufanya kitu kwa ajili yangu. Tunawashukuru sana kwa kujitoa kwenu na kulisimamia jambo hili. Naam, hongera kwake kwa kupata zawadi hiyo ambayo alikuwa akiitamani kwa muda mrefu na hakuwahi kumiliki gari tangu aanze shughuli yake ya uimbaji. Hii ni Manyuzi TV, endelea kufuatilia kwa kupata updates mbalimbali zikiwemo za kiburudani, michezo, teki pamoja na kufahamu habari za kijamii. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Tukutane tena hapo baadaye.